Katika ulimwengu wa kale kulikuwa na taifa lililojulikana sana kwa hekima, falsafa, mantiki na uwezo mkubwa wa kiakili. Hawa walikuwa ni Wayunani au Wagiriki. Kwa wakati wao walikuwa mbele sana katika elimu, tafakari za kifalsafa, hisabati na science, kiasi kwamba mchango wao bado unaendelea kufundishwa mpaka leo kuanzia shule za msingi, sekondari na hata vyuo vikuu duniani kote. Ndani ya taifa hili waliinuka wanafalsafa mashuhuri kama Socrates, ambaye alijulikana kwa kuwafundisha watu kutafuta ukweli kupitia maswali na majadiliano ya kina. Baada yake akaja mwanafunzi wake Plato, ambaye alijishughulisha sana na masuala ya elimu, haki, serikali na uongozi. Mawazo yake bado yanafundishwa katika taasisi nyingi za elimu duniani mpaka hivi leo. Kisha akaja Aristotle, ambaye alijishughulisha sana na kuandika kuhusu mantiki, biolojia, maadili, siasa na sayansi mbalimbali, kiasi kwamba wengi humhesabu kuwa miongoni mwa watu walioathiri zaidi maendeleo ya maarifa ya kibinadamu katika historia. Katika upande wa hisabati na sayansi walikuwepo pia watu kama Pythagoras, ambaye nadharia yake ya hisabati bado inafundishwa mpaka leo kuanzia shule za msingi mpaka vyuo vikuu. Mtu mwingine ni Archimedes. Huyu alijulikana kwa kanuni zake za sayansi, hususan katika fizikia, bado ambazo zinatumika katika elimu ya kisasa. Kwa kifupi, Wayunani au Wagiriki walikuwa watu wenye akili kubwa sana na walijivunia sana hekima ya kibinadamu. Ndio maana walikuwa na tabia ya kupima kila jambo kwa mantiki na hoja za kibinadamu, jambo ambalo akili yao haikuweza kulielewa. Walinuka na kuwa na upuuzi juu ya kila ambacho kilionekana hakiwezi kuleta mantiki katika akili zao. Katika mazingira hayo ndipo Mtume Paulo anaanza kuzungumza na kusema, kwa maana Wayahudi hutaka ishara na Wayunani kutafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa mataifa ni upuuzi. Hii inatoka katika Wakorinto ile sura ya 1. Kwa Wayunani ilikuwa vigumu kuelewa jinsi mtu aliyesulubiwa msalabani angeweza kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwao nguvu zilionekana katika jeshi kubwa, utawala mkubwa na mamlaka makubwa, si katika mtu anayeteswa na kusulubiwa. Lakini Paulo anawajibu kwa maneno haya makubwa: kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima nyingi kuliko wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu nyingi kuliko ya wanadamu. Hapa Paulo asemi kwamba Mungu ana upumbavu au udhaifu. Anachomaanisha ni kwamba hata kila ambacho mwanadamu anakiona kuwa ni upumbavu katika mpango wa Mungu kina hekima kuliko hekima yote ya wanadamu. Kisha anawaambia, angalieni kuitwa kwenu ndugu, ya kwamba si wengi wenye hekima kwa jinsi ya mwili walioitwa, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo. Kwa nini Mungu alifanya hivyo? Alifanya hivyo kwa kunukuu akisema, lakini Mungu alivichagua vitu vya upumbavu vya dunia ili awaaibishe wenye hekima, na Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili awaaibishe wenye nguvu, na vitu vya hali ya chini vya dunia na vilivyodharauliwa ndivyo Mungu alivyovichagua. Hii inaleta swali, kwa nini Mungu avitumie vitu kama hivyo? Na nukuu, ili kwamba mwenye mwili awaye yeyote asijisifu mbele za Mungu. Ndugu zangu, dunia ya leo haijatofautiana sana na ulimwengu wa Wayunani wa kale. Leo tunajivunia akili bandia, teknolojia, tiba za kisasa, safari za anga juu, maendeleo makubwa ya sayansi na mambo mengine mengi. Kadri maarifa yanavyoongezeka ndivyo baadhi ya watu wanavyozidi kuliona neno la Mungu kuwa limepitwa na wakati. Wengine husema sayansi imechukua nafasi ya Mungu. Wengine husema Biblia ni kitabu cha zamani.
Wengine husema mwanadamu anaweza kutatua kila tatizo bila hata ya Mungu. Lakini pamoja na maendeleo yote ya sayansi, mwanadamu bado hajapata tiba ya dhambi. Bado hajapata tiba ya mauti. Bado hajashinda kifo. Bado hajapata njia ya kupatanisha na muumba wake. Sayansi inaweza kutupeleka mwezini, lakini haiwezi kutupeleka mbinguni. Elimu inaweza kujaza akili, lakini haiwezi kuosha dhambi. Teknolojia inaweza kubadilisha maisha ya duniani, lakini haiwezi kutoa uzima wa milele. Hatari kubwa ya kizazi hiki si ujinga, bali ni kujisifu katika hekima ya kibinadamu mpaka tunafikiri kwamba hatumhitaji Mungu. Ndiyo maana Paulo anahitimisha kwa kusema, yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana. Kwa sababu mwisho wa hekima ya mwanadamu ni mipaka, lakini mwisho wa hekima ya Mungu ni uzima wa milele. Naam, mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, leo tulikuwa tukitafakari kwa kuwachunguza watu mashuhuri wakubwa duniani ambao mpaka leo wanaendelea kusifiwa na wanaendelea kuimbwa katika vichwa vya wanadamu. Kimsingi walikuwa na hekima kubwa, na mpaka sasa wako wanasayansi na watu mashuhuri wenye uwezo mkubwa sana duniani. Bahati mbaya ni kwamba hawamtambui kwa sehemu kubwa sana kwamba hata kile walichonacho na mafanikio walionayo ni kwa sababu ni Mungu amewajalia. Wanaamini katika uwezo wao kuwa yote yaliyofanyika ni kwa nguvu zao. Hivyo huja na falsafa, theories mbalimbali na michanganuo mikubwa ya kisayansi na kimantiki kuonesha kwamba mwanadamu anaweza kujitegemea, kujua athiri yake na uwezo wake mkubwa. Lakini katika siku hii ya leo, mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, mimi ninakuambia jambo moja tu: hekima ya Mungu ina nguvu kuliko ya mwanadamu. Chunguza sana maisha yako, jipange kumrudia Mungu. Usiweke akili yako mbele, muweke Mungu. Aliyoyachagua Mungu yana muhimu. Basi tafakari sana katika jambo hili, kwa maana linakupeleka katika uzima wa milele. Mungu akubariki sana. Mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Charles. Bye. See you again.